Kafur. Mwenyezi Mungu anasema Bismillahirrahmanirrahim, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin. Anasema lau mngekuwa nyinyi mna elimu ya yaqini, kwa elimu hiyo mngeuona moto wa Jahannam. Ikawa hiyo ndiyo sababu ya kuwazuia na kuyakimbia kuyafanya yale yote yasiyoyapenda na kuyaridhia. Thumma latarawunnaha, kisha mtauona, yani mngeuona hasa ule moto wa Jahannam, aina al-yaqin, kwa jicho la yaqini kabisa. Katika suratul Waqi'a aya ya 95, Mwenyezi Mungu baada ya kueleza juu ya watu wema na yale watakayoyapata na kueleza juu ya wale wabaya na hali zao na mafikio yao yatakavyokuwa, mwisho akasema inna hadha lahuwa haqqul yaqin, kwamba haya tuliyowaelezea ni haki ya yaqini. Limetumika tena neno yaqini. Yaqini ni ile hali ya nafsi kutulia na kifua cha mtu kikatulia kutokana na kile alichokijua ambacho hakina shaka ndani yake, ndio inaitwa yaqini. Lakini pia wanazuoni wakaeleza yaqini ni ile hali ya kitu kinachotokea kwenye moyo wa mwanadamu, kwa namna ambayo kile kitu ambacho kimetokea kwenye moyo wake, namna alivyofahamishwa na akakijua, inakuwa ni kama vile anakiona kwa macho yake. Hakuna shaka, hakuna wasiwasi, hivyo ndivyo kilivyo. Na yaqini ni daraja ya juu kabisa katika daraja za imani. Yani imani inazo daraja ya juu kabisa ni hii ya yaqini, ndiyo daraja ya juu. Na wakaeleza kama zilivyokuja hizi aya, kuna elimu ya yaqini ambayo wanazuoni wameita ni yaqini ya habari, kwa maana yule anayekupa habari ni mkweli katika wakweli. Kwa sababu hiyo habari anayokupa unaipokea, una yaqini nayo. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna yaqini ya kuweka na ushahidi, kuongeza nguvu ya ile habari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ni mkweli kuliko yoyote anayeweza kupewa sifa ya ukweli, ilitosha yale anayotuambia tuwe na yaqini nayo, lakini katuwekea na ushahidi na hoja na dalili mbalimbali kutuzidishia nguvu kwamba anachotuambia ni kweli. Alafu ya tatu wanaita yaqini ya mushahada, kwamba hiyo ndio daraja ya juu katika hizi tatu za yaqini, kwamba kile anachoambiwa mtu alivyokipokea inakuwa ni sawa sawa na kakiona. Mmoja katika watu wema alisikika akisema, lau kushifa alghita, lau pazia la yale mambo ya ghaibu tunayoambiwa, moto, pepo, likiondolewa nikaviona hivyo wazi wazi, mazdatu yaqina, yaqini yangu haitozidi chochote, kwa sababu vile alivyopokea bila ya kuona, hata akiona ni vile vile, hakuna tofauti. Hiyo ndo daraja ya juu kabisa. Mwenyezi Mungu atujalie tuifikie daraja hiyo. Yaqini ndilo jambo tunalotakiwa tujipambe nalo, na pahala pazuri pa kuanza kujifunza kuielekea yaqini ni katika kipindi hiki cha ibada ya funga, ibada ambayo ni ibada ndefu kuliko ibada nyingine yoyote, inayodumu siku 29 au 30
masaa 12 kwa huku kwetu, mtu anakuwa yumo ndani ya ibada. Kipindi hiki na namna unavyoichunga saumu yako isiharibike, inasaidia sana katika kuelekea kujijenga uwe miongoni mwa watu wenye akili. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaqini ndio daraja ya juu kabisa katika daraja za imani, na mtu anapokuwa na yaqini, matendo yake yote ya ibada yanakuwa na nguvu inayotakiwa na iliyokusudiwa. Kwa kutokuwa na yaqini, matendo yote ya ibada yanakuwa madhaifu na huenda yasitoe kile kinachotakiwa kipatikane. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mmoja wetu kupambana kuijenga yaqini katika moyo wake, na wanazuoni wakatueleza hatua za kuelekea kwenye yaqini. Kwanza, kushikamana na ibada ya sala kwa namna inavyotakiwa na ilivyokusudiwa. Asali mtu kwa wakati, asali mtu kwa kuijua sala. Hiyo ni hatua ya mwanzo ya kumpeleka kwenye yaqini. Imepokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwauliza masahaba, araaitum law anna nahran bibabi ahadikum, mnaonaje lau ingekuwa kuna mto, kuna bwawa la kuogelea kwenye mlango wa mmoja wenu, kwamba huyu mtu kila siku akitoka nyumbani kwake, yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, anakoga kwenye mto ule mara 5. Hal yabqa min daranihi shay'un, angebakiwa na taka zozote, uchafu katika mwili wake? Masahaba wakasema kwa kukoga mara 5 kila siku asingebakiwa na uchafu katika mwili wake. Akawaambia, fadhalika mathalu salawati al-5, ndio hivyo hivyo mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Mwenyezi Mungu hufuta kwa sala 5 hizo makosa ya mja yale yaliyo madogo. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha unasali swala 5 kwa wakati wake, lakini ndani ya hiyo ni pamoja na kuijua swala yenyewe na kuhifadhi zile nyakati zake. Imepokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye sala amesema, ma min mri'in, hakuna yoyote mtu Muislamu, tahdhuruhu salatu maktuba, inamfikia sala ya faradhi, fayuhsinu, akafanya uzuri udhu, akafanya vizuri khushui zinazotakiwa na rukuu zake, illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi, isipokuwa kwa kufanya hivyo inakuwa ni kafara ya kufutiwa madhambi madogo madogo aliyoyafanya.
Pengine akasema man hafadha alaiha, mwenye kuhifadhi sala, akaswali kwa wakati wake na kwa namna inavyotakiwa, kwa kuijua hasa, kanat lahu nura, sala itakuwa ni nuru kwake yeye, wa burhana, na ni hoja kwake yeye, wa najata, na itakuwa ni yenye kumwokoa ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya Kiyama. Na yule ambaye hakuhifadhi sala, kuhifadhi, kuiswali kwa wakati na kujifunza ukaijua ukaswali inavyotakiwa, si kwa mazoea tu, huyu swala haitokuwa nuru kwake, wala haitokuwa hoja, wala haitokuwa ya kumwokoa, na siku ya Kiyama atakuwa na Firaun na Haman na Ubay bin Khalaf. Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa katika kundi hilo. Wajibu mkubwa kwetu katika kujenga yaqini kwenye hili la swala ni kuhakikisha unaijua swala yako, na sio aibu wala si vibaya kusema sijui, nifundishe. Anatufunza sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliingia msikitini na Mtume yumo ndani ya msikiti, akaswali. Alipomaliza akaenda kumsalimia Mtume. Mtume akamjibu wa alaika salam, anamuitikia salamu yake, kisha akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali, kwa sababu kwa vile ulivyosali wewe hujasali. Akarudia mara ya pili. Alipokwenda tena akaambiwa hivyo hivyo, rudi ukasali. Mara ya tatu akasema kumwambia Mtume kwamba siwezi kufanya vizuri zaidi ya hivi, nifundishe. Akafundishwa. Huwezi kuwa wewe una hadhi kubwa sana kuliko ya sahaba huyo ambaye alikuwa tayari kufundishwa. Ili kuendea kwenye yaqini, ijue swala yako vizuri, usione aibu kujifunza. Yaqini faida zake, mojawapo ni kufanya misiba yoyote ya kidunia ikikufika inakuwa mepesi kwako wewe, kwa sababu ya yaqini ulionayo. Na kwa sababu hii ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma dua hii, na maana yake anatufundisha na sisi tuisome: Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina maasik. Mwenyezi Mungu, tujalie sisi kwenye ile hofu ya kukuogopa wewe iwe ndo sababu, kwa sababu ya kukuogopa, hofu ile iwe ndio kizuizi kati yetu sisi na yale usiyoyapenda na kuyaridhia. Kwa kukuogopa isaidie kutuzuia tusikuasi. Lakini akasema wa min ta'atik, na utujalie katika kukutii wewe iwe ni taa ya namna ambayo tubalighuna bihi jannataka, itatufikisha kwenye pepo yako. Wa minal yaqini, na uturuzuku kutupa yaqini ambayo ma tuhawinu bihi alaina masaiba dunia, itakayokuwa sababu ya kutufanya majanga ya kidunia kwetu yakawa mepesi kutokana na yaqini tulionayo. Aliulizwa mtu mwema mmoja katika wema waliopita, sababu ya uchamungu wake ni nini? Yeye akasema alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, nilipokuwa najua kwa yakini sasa kwamba kumbe riziki yangu hawezi kuchukua mtu mwingine, moyo wangu ukatulia kabisa, sikupaparika kuanza kudhulumu na kutapeli watu, hapana. Lakini waalimtu, na pale nilipojua kwa yakini, anna amali la yaqumu bihi ghairi, kwamba matendo yangu ya kunipeleka kwa Mwenyezi Mungu nipate radhi hawezi kunifanyia mtu mwingine zaidi ya mimi mwenyewe. Nilipojua hivyo, fashtaghaltu bihi, nikafanya haraka kujishughulisha na hayo. Kwa hivyo moja ya fadhila ya yaqini ni kukufanya misukosuko yoyote itakayokukuta kazini, popote pale ulipo, inakuwa mepesi kutokana na yaqini uliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaojitahidi na kufanya kila namna ya kuhakikisha wanafikia daraja ya yaqini.
kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika na kumalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعن بي وسيم طيب ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.